Karibu wapenzi watazamaji, niweze kuwapasha yale yote ambayo yametendeka. Mimi ni mtangazaji wako Bwana Ezra. Chama chake Samia Suluhu Hassan, Chama cha Mapinduzi, kimeweza kupata pigo baada ya mmoja wa viongozi wake kuaga dunia hii leo. Chama hichi cha CCM hivi karibuni kimekuwa kikipigwa na maafa mbalimbali, aswa viongozi wake kutoka mikoa wakiendelea kuaga tangia uchaguzi uliogubikwa na utata wa mwaka uliopita, uchaguzi ambao Watanzania wanasema kwamba haukuwa uchaguzi bali ulikuwa ni uchafuzi. Jinsi ambavyo unaona hapo, taarifa hizi zimeweza kuachiliwa na gazeti la Mwananchi. Zinaeleza kwamba CCM Simiyu yapata pigo jingine, mwenyekiti Umoja wa Wanawake Tanzania naye afariki dunia. Kwa undani taarifa hizo zikasoma hivi, na unajua mimi kuna kitu ambacho kinanishangaza. Mahala ambapo tumefika, by the way, viongozi ambao wako madarakani kwa hichi chama cha Mapinduzi CCM wanahitaji kutubu, kwa sababu CCM inapopata pigo la maafa, unapata kwamba wananchi wanafurahia, wanafanya shangwe, wanapiga makofi. Wanapaswa kujiuliza ni wapi walikosea. Sasa taarifa hizi zikasema hivi: Chama cha Mapinduzi CCM mkoa wa Simiyu kimepata pigo kufuatia kifo cha mwenyekiti wa Umoja wa Wanawake Tanzania mkoani humo, Mariam Manyangu, aliyefariki dunia leo Jumamosi Machi 21, 2026. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na katibu wa siasa, uenezi na mafunzo wa CCM mkoa wa Simiyu, Lumeni Ngunda, marehemu amefariki dunia akiwa jijini Dar es Salaam alikokuwa akipata matibabu. Wanaendelea kutueleza kwamba taarifa hiyo imeeleza kuwa chama kimepokea kwa masikitiko makubwa kifo hicho, kikimtaja Manyangu kuwa kiongozi aliyetoa mchango mkubwa katika kuimarisha umoja wa wanawake ndani ya chama na kushiriki kikamilifu katika shughuli za maendeleo ya jamii mkoani humo. Wakaendelea kusema kwamba kifo cha Mnyanga kinakuja siku chache tu baada ya CCM kumpoteza aliyekuwa mwenyekiti wa chama wilaya ya Itilima, Muhuli Ngeleja, aliyefariki dunia Machi 18 mwaka 2026. Unaona, huyu mwingine, huyu mwenyekiti wa wilaya ya Itilima, yeye alifariki mnamo tarehe 18. Huyu mwenyekiti naye wa Umoja wa Wanawake wa Tanzania mkoani Simiyu naye ameaga leo Machi 21 mwaka 2026. Sasa taarifa zaidi kuhusu taratibu za mazishi zitatolewa na familia pamoja na chama baada ya kukamilika kwa maandalizi. Na hiyo picha ndiyo unaona hapo, huyo ndiye ameweza kuaga dunia. Sasa mpenzi mtazamaji, ndio maana nimekueleza hivi, hichi chama ndio kifo ni kifo, na sisi sote tuko
kwenye harakati. Unajua sisi sote tuko safarini, sijakataa. Hata mimi itafika siku ambayo nitaaga. Kwani mimi nitabaki kwa hii dunia miaka yote? Hapana. Lakini kusema ukweli, hichi chama cha CCM lazima wajichunguze, wajifanyie uchunguzi. Kama ni makosa ambayo waliweza kumfanyia Mwenyezi Mungu, watubu. Kwa sababu siku za hivi karibuni wenyekiti viongozi mbalimbali wa chama cha CCM wanaaga dunia. Ndio ninajua kifo ni kifo, lakini wanapaswa kuomba msamaha. Wanapaswa kutubu dhambi. Lazima wajiulize ni wapi walikosea. Ndio ninajua kifo ni kifo, lakini kile ambacho kinanishangaza ni pale ambapo napata kwamba CCM inapopata msiba, unapata kwamba wananchi wanafanya shangwe, sherehe na nderemo. Hawa viongozi wa CCM wamewahi keti chini wakajiuliza maswali, ni kipi ambacho kinachangia mpaka wananchi wanapiga sherehe kipindi ambapo viongozi wao wanaaga dunia? Mfano mmoja akasema kwamba piga makofi kidogo kwa Yesu. Yaani raia wanafurahia kifo, eti kwamba piga makofi kidogo kwa Yesu. Mwingine akasema kwamba amina. Mwingine akasema kwamba Mungu ametuona leo, Idi imekuwa njema sana. Nasikia jinsi ambavyo wananchi wanasema. Mwingine akasema Idi Mubarak mwanangu, asante Mungu. Mungu off target nyingine. Bado Wasira Nabii Msumi, asante Mungu kwa hii zawadi ya siku kuu. Unasikia jinsi ambavyo wananchi wanasema. Mimi kama mchanganuzi wa siasa na mfuatiliaji wa siasa, ninaweza nikakuambia hivi bila kupita kando kando. Watanzania wako na hasira. Watanzania wako na hasira. Ninajua chama cha CCM kuniradhi, wamejaribu kila namna kuhamasisha wananchi kwamba njoo musaidie Samia kwenye kupatanisha taifa, maridhiano, tusahau eti kwamba uchaguzi ulipita, tugange yajayo. Wananchi wamekataa kusahau hilo. Wananchi hawawezi wakasahau ndugu zao ambao waliweza kuchinjwa, alafu chama cha CCM ndicho kilikuwa kinasema kwamba hakuna kitu ambacho kimetokea. Hayo ndio yamekasirisha wananchi, kwamba vijana walinyongwa, wakapigwa risasi, wengine wakazikwa, lakini CCM haikuzungumza chochote. Nimesoma comment zingine hapa, ndizo hizi nyingi sana. Zingine zinasema kwamba wao CCM hawakutoa tamko lolote kipindi ambapo wananchi waliuawa. Wanataka sisi tuweze kutoa tamko. Mwingine akasema kwamba Mungu utaniua na hizi baraka. Mungu waachana na mimi sasa Bwana, bariki na wengine Baba, utaniua. Yaani imefika kiwango ambacho kiongozi akifariki wananchi wanapiga sherehe. Mwingine akasema kwamba mwaga moto kama dragon Baba, asante kwa hiki kidogo. Ninaomba niweze kueleza hivi nikimalizia. Unaona ule udikteta ambao Samia anaelekeza kuelekea kwa wananchi, ndio unapandisha hasira za wananchi. Mfano majuzi, siku ya kusherehekea kina mama dunia nzima, mwezi huu wa 3, chama cha Chadema kupitia kwa tawi la kina mama Bawacha walikuwa wameandaa sherehe, lakini polisi walifanya nini? Walitimua ile sherehe, wakatumia mabomu ya kutoa machozi. Unajua hiyo ni kupandisha hasira ya wananchi, kwamba wengine hawahitajiki, lakini wale ambao wanahitajika ni CCM. Ndio unapata kwamba serikali inapopata janga kama hili, unapata kwamba watu wanafurahia. Mimi sina mengi, nina imani kwamba nimeweza kuwachanganulia. Mwenyezi Mungu awabariki. Pole kwa familia.